Hongera kwa kuwepo kwenye ibada ya siku ya Pentekoste. Hongera kwa kuadhimisha pamoja na dini sikukuu ya Pentekoste. Haleluya. Tunafahamu ya kwamba huwa tunakuwa na sikukuu za Krismasi, lakini pia tunakuwa na sikukuu za Pasaka, lakini pia tuna sikukuu ya Pentekoste. Haleluya. Kama jinsi ambavyo tunakuwa na sikukuu za Pasaka, lakini pia tuna sikukuu za Sabasaba, tuna sikukuu za Muungano Day, Karume Day, Nyerere Day, zote zile zinakuwa nini? Ni sikukuu au maadhimisho ya tukio ambalo lilitokea miaka fulani, si ndio? Sasa tunaposema Pentekoste, maana yake tunaadhimisha au tunakumbuka tukio lililotokea miaka fulani. Haleluya. Wakati wa Agano la Kale, Pentekoste ilikuwa inatumika kama sikukuu ya Sabasaba. Kipindi cha leo ni Sabasaba au nane? Sabasaba ni sikukuu ya wafanya biashara, si ndio? Wafanyakazi ni bosi, wafanya biashara Sabasaba. 8 wakulima, si ndio? Basi kipindi cha Agano la Kale ndio ilikuwa kipindi cha Pentekoste, maana yake ilikuwa ni sherehe ya mavuno. Watu wanatoa mavuno shambani na kuyaingiza majumbani mwao. Haleluya. Lakini kwa wakati wa Agano Jipya, tunaposema Pentekoste, maana yake ni kile ambacho tumekifanya Peter leo pamoja na Pastor Bernadette. Haleluya. Haleluya. Maana yake ni kwenda kuwafanya watu, kuwatoa katika tabia za asili za zamani ambapo walikuwa hawamjui, walikuwa hawamtumikii Kristo, wakaanza kumtumikia Kristo kwa jina la Yesu. Ndio kitu ambacho kinaitwa Pentekoste leo. Haleluya. Maana yake ni kumgeuza mtu ama kumtoa mtu katika asili yake ya kwanza na kumwingiza katika asili mpya, ama kumtoa katika ufalme wa nguvu za giza na kumwingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Wakolosai, si ndio? Wakolosai 1:13. Haleluya. Haleluya. Kwa tukio la kufanya kitu kinaitwa injili ama kuihubiri injili ya Kristo Yesu na watu wakaiamini, ndio tukio ambalo tunaliita leo Pentekoste. Haleluya. Haleluya. Maana yake ni kuwabadilisha watu kutoka katika tabia za kutumikia miungu mingine na kumtumikia Mungu Kristo Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini pia wakati mtu huyo anahubiriwa habari za Kristo Yesu, zinaambatana na ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Wakati wa Pentekoste uliotumika wakati wa Agano Jipya, wakati wa manabii na mitume, ulikuwa ni uzinduzi wa kanisa la leo ambalo leo tupo leo kanisani. Haleluya. Haleluya. Manake siku ya Pentekoste ilikuwa ni uzinduzi wa kanisa ambalo lilikuwa limeanzishwa na Yesu ili wanafunzi wake wapate majukumu ya kwenda kuhubiri nini? Injili. Halo. Halo. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inasema kwamba Yesu anawaambia wanafunzi wake wasiondoke mahali walipokuwa mpaka pale itakapoachilia nguvu itokayo juu. Itakapoachilia nguvu ambayo itawezesha kwenda kukubalika mahali popote na kile ambacho wamekibeba. Kama Peter asingekuwa amembeba Yesu Kristo
vitu ambavyo vitawashangaza watu, ambavyo vitawavuta watu wakufuate wewe. Haleluya! Kwa Yesu anawaambia wanafunzi wake, msiondoke mahali hapa mpaka pale itakapoachilia nguvu itokayo juu. Kanisa lilikuwa bado halijazinduliwa. Maana yake injili ilikuwa bado haijazinduliwa, lakini Yesu tayari amekwisha kuhubiri kila mahali. Alianzia Kapernaumu Galilaya, akienda kila mahali akihubiri injili, lakini ikawa inasubiriwa wakati ambapo watu hawa wataweza kueleweka. Na hiyo kitu ambacho inasubiriwa ni kitu inaitwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ili uweze kueleweka maisha, uweze kusikilizwa, watu watamani kuwa kama wewe, lazima tuwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Lazima tujawe na nguvu za Roho Mtakatifu ndani yetu. Na mtu aliyejawa na nguvu za Roho Mtakatifu haneni kama mtu wa kawaida. Maana yake mtu huyu anakuwa na mamlaka ya kuweza kubadilisha mambo, ya kuweza kugeuza mambo. Unajua, mtu mwenye kujawa na nguvu za Roho Mtakatifu, hata kama hapana njia, yeye anakuambia hapa pana njia. Hata kama hapana majawabu, yeye anakuambia pana majawabu. Kwa nini? Roho Mtakatifu aliyekuwa msaidizi, anayetenda kazi ndani yetu, yeye anatoa majawabu ya maswali ya watu yaliyoshindikana kwa jina la Yesu. Leo pokea nguvu za Roho Mtakatifu, ukatende kazi sawasawa na Roho atakavyokutumia kwa jina la Yesu. Ukawageuze watu wakamtumikie Mungu, waondoke katika masengenyo na ulevi, wamgeukie Kristo kwa jina la Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo watu leo wapo katika mambo ambayo ni ajabu sana, lakini pia unasubiriwa wewe uliyejawa na nguvu za Roho Mtakatifu kwenda kuwarudisha kwa Yesu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo wakati wanafunzi wa Yesu, soma kitabu cha Matendo ya Mitume. Melina kwa kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Nisome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Matendo ya Mitume sura ya 2. Anzia mstari wa kwanza. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunatamani watu tutembee tukiwa tumejawa na nguvu za Roho Mtakatifu. Unajua leo hii dunia inaangalia, inatafuta watu ambao wanaweza kuwa ni destiny takers. Yaani ni watu ambao watawakamata watu na kuwapeleka katika hatima zao. Nisome mtu wa Mungu. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwapo wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni. Kukaja ghafla kutoka wapi? Mbinguni. Mbinguni. Sura ya kwanza Yesu anawaambia, ukisoma sura ya kwanza Matendo ya Mitume mstari wa 9, Yesu anawaambia wanafunzi wake wasiondoke mahali walipokuwa mpaka pale itakapoachilia hiyo nguvu itokayo juu. Kwa hiyo wakawa wameendelea kudumu mahali wamekaa, wakiwa wanamcha Mungu, wanasubiria hiyo nguvu ili wapate kwenda kuhubiri injili, ili wapate kwenda kuwageuza watu na kuwa watumishi wa Mungu. Sasa sura ya 2 inaongelea sasa wakati wamekaa pamoja, pakajawa ghafla kama nini? Kama uvumi. Uvumi kama uvumi wa upepo nguvu. Ukienda kasi. Ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote. Ukaijaza nyumba yote. Waliokuwa wameketi. Waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto. Uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wakajazwa na nini? Roho Mtakatifu. Ile nguvu ambayo
walikuwa wanaisubiria kitu ambacho kinaitwa Roho Mtakatifu. Maana yake ni energy ama uwezesho wa kufanya mambo ya kiungu. Naomba Mungu anisaidie mwalimu nifundishe tu. Ukisoma kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza mstari wa 12, Biblia inasema ya kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ndio wale waliaminilo jina la nani? Neno ambalo limetumika kama uwezo waliopewa na Yesu kwa kumwamini Kristo, Kwa Kiingereza linaitwa ability, si ndio? ability, si ndio? Sasa kama ni mtu ambaye wakati tulisoma physics Wewe tulikimbia. katika physics kuna topic moja inaitwa work, power and energy. Unapoanza kudefine energy, maana yake tunasema energy is the ability of doing work. Ili ufanye kazi yoyote tunahitaji uwe na energy. Naongea na physics Si ndio? Kwa hiyo ili uweze kuperform kazi yoyote tunahitaji uwe na kitu kinaitwa energy. Alafu power. Kuna kitu kinaitwa power. Work, power and energy. Yaani maana yake hapo ni kama unamclassify Mungu katika Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Ambaye ni work, power and energy. unapo define work tunasema ni force times distance. Tunapo define power tunasema is a rate of doing work. Tutawachanganya wananchi hapo. Naomba turudi. Kwa hiyo tunapoongelea habari ya nguvu za Roho Mtakatifu, manake ni utendaji kazi wa Mungu ndani ya mwanadamu. Haleluya. Maana yake Mungu anapotaka kukutumia wewe kufanya mambo makubwa, ni lazima muweke Roho wake Mtakatifu ili uweze kupindua ulimwengu. Hauwezi kupindua ulimwengu kama Roho wa Mungu hayuko ndani yako. Sikiliza nikwambie kitu, Roho wa Mungu akiwa ndani yako unaweza kupindua na kugeuza mambo ya giza yakawa baraka kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Waga uelewe. Soma kitabu cha Ezekiel 37. Ezekiel 37. Hapo nataka nikusaidia jambo moja. Wakati wa Agano la Kale, Roho Mtakatifu aliitwa Roho wa Mungu ambaye alikaa juu. Alikaa wapi? Alikaa juu ya, hakukaa ndani ya. Wakati wa Agano Jipya, Roho Mtakatifu anashuhudia pamoja na wewe, anatembea pamoja na wewe. Hakuna mchawi anayeweza kuwanga kwa watoto wako kwa jina la Yesu. Kwa nini? Roho Mtakatifu yuko ndani yako kwa jina la Yesu. Hapana kinyamkera kinachoweza kuvamia maisha yako, kwa maana wanaongozwa na Roho, hao ndio wanawaa. Mungu ajabu sana watu wa Mungu. Haleluya. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako my dear. Mimi nakwambia jana na juzi. Nilikuwa kwa makamu wa rais. Jana na juzi jana. Nimekaa kwa makamu wa rais jana na juzi. Hivi kama ningekuwa mtu ambaye watu wa Mungu tumtumikieni Mungu Na Roho Mtakatifu awe ndani yako. Mungu atakushangaza, atakupeleka. Anasema ya kwamba anamuinua mnyonge kutoka chini mavumbini na kumketisha juu pamoja na wakuu. Anakuwa anamaanisha. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu aliye ndani yako anakupeleka mahali ambapo Mungu anataka uende.
alipopata pale alikuwa ni kazi ya NMB. Nikamwambia bwana mimi napenda sana kutumia mic. Akaniambia utakuja siku nyingine chukua namba yangu. Nikachukua namba yake. Nikampigia. Katika baadhi ya post kazi zangu ambazo nazifanya, juzi akanipigia simu. Akaniuliza uko wapi mtu wa Mungu? Nikamwambia bwana niko Kariakoo. Upo Kariakoo, kesho kuna kazi kwa makamu rais. Nikauliza tena wapi? Kwa makamu wa rais. Huyu chini. Kesho tunaenda. Sasa fikiria, wewe Mungu achana na watu wa Mungu bwana. Yule ambaye amenishika mkono kunipeleka pale alizuiliwa getini afu mimi naambiwa pita. Aliyeniambia amenipa taarifa kwamba bwana njoo tunaenda kwa makamu wa rais. Unajua mimi ni mshangao. Watu usalama pale wamejaa kweli. Sasa sisi wenyewe ambao unajua watu wa roho bwana tuongope hata kama sio na nini. Wao shika bunduki ya kwako. Ila mimi na roho Mungu ambaye anaweza kuweka chini wakati wote na silaha yako nzito kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Alafu natembea nimejiamini kana kwamba na mimi mtu asisti. Ningeenda kwa mnaoneza kidogo pale. Vipi mkuu? Wewe hapo vipi? Haleluya. Maana yake tuliruka nao. Kila lugha ambayo anaisikiliza roho wa Mungu atakufundisha hata namna ya kuongea nao. Atakufundisha hata namna ya kuishi nao. Atakufundisha kwa jina la Yesu. Yule jamaa anazuiliwa pale getini. Sasa nikamwambia wewe ndio namna ya watu wa Mungu. Mimi naenda kufanya nini? Ananiambia wewe nenda tu. Sasa niende wapi? Nikapewa askari mmoja akanisindikiza. Bwana acheni siache. Tumia microphone tusikie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule jamaa ananisindikiza, ananiambia mheshimiwa yuko huku, wewe unatakiwa kwenda pale. Nikasema sawa, twende. Nimefika pale. Sasa ikabidi nirudi kuja kuongea na wale mafande pale getini. Nikamwambia jamani, mrusuni na huyu wapite, mimi naomba. Simu yangu ile kubwa ngoja na picha yangu nikiwa ninaomba. Nikaonyesha kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, kwa hiyo naomba apite. Na kama kuna kosa au kuna tatizo lolote msamehe, apite. Na kama lolote litatokea, mimi nabeba dhamana yake. Yule mtu nikamchukua nikapita naye. Tukaenda naye. Kwa nini? Kwa mamlaka ya jina la Yesu na roho wa Mungu aliyekuwa ndani yangu ndiye ambaye alisababisha wale watu wakasema ndio mzee, wewe pita nenda na huyu kijana. Lolote atakalotokea tutakujua wewe. Na mimi nakwambia kwamba niko tayari kubeba gharama ya watu wenye dhambi na kuwaleta kwa Kristo Yesu. Nikimwambia Yesu, wasamehe watu hao makosa yao. Kwa maana wewe ulikufa kwa ajili ya dhambi zao. Na wewe Yesu wapokee watu hawa. Pita. Mungu akubariki sana. Haleluya. Haleluya. Unajua kwenda kumhubiria mtu ni kubeba dhamana au kulipa kwa ajili yake. Kwa nini? Kwa sababu unampokonya kwenye ufalme wa mwingine. Unamuondoa kwenye ufalme mwingine na kumuingiza kwenye ufalme mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ama Roho wa Mungu wakati wa Agano la Kale aliitwa Roho wa nani? Wa Mungu, ambaye alikuwa akikaa juu, sawa, juu ya mtu na sio ndani ya mtu. Kama ni msomaji mzuri wa Biblia mtaungana na mimi. Hakuna mahali ambapo Biblia inasema kwamba kwa Agano la Kale kwamba Roho wa Mungu yuko ndani yangu, bali Biblia inasema Roho wa Mungu yu juu. Ezekiel 37. Mstari wa kwanza. Biblia inasema Ezekiel 37 mstari wa kwanza. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu. Ngoja ngoja jambo moja lingine, lakini ukasema hapa umesema Roho wa Mungu, alafu hapo tunaona mkono wa nani? Tumeuona. Mkono wa Bwana, Roho Mtakatifu ama Roho wa Mungu alikuwa anatumika kwa namna
Roho wa Mungu alikuwa akikaa juu yao, lakini pia alitumika kwa namna tofauti tofauti. Mahali pengine atatumika kama mkono, mahali pengine anatumika kama fimbo, mahali pengine anatumika kama dudu, anatumika kama mnyama, anatumika kama ndege. Huyo ni Roho. Elia alifanyaje? Elia alifanyaje? Alihudumiwa na nani? Na nani? Haleluya. Kwa hiyo sasa, wakati wa Agano la Kale anatumika kama Roho wa Mungu ambaye alikuwa juu, anakaa juu ya watu. Kwa Agano Jipya, wakati Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba wasiondoke mahali pale mpaka pale atakapoachilia, sio juu, watajawa. Wakafanya nini? Hivi kitu kinachojaa kinakuwa out in. Maana yake tunakiweka ndani ya kitu. Sawa? Kama ni ndoo tunawekea maji, Tunasema this bucket is full of water. Imejaa nini? Kwa hiyo na mtu anapokuwa amefurika nguvu za Roho Mtakatifu, tunasema mtu huyu amejawa na nguvu za Roho Mtakatifu. Wakina Petro walijawa na nguvu za Roho Mtakatifu, wakaanza kuhubiri nini? Injili. haleluya. Haleluya. Roho wa Mungu alipojaa ndani yao, wakaanza kuhubiri injili kwa mataifa na kwa viumbe vyote. Kila Bwana imekiwa sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu some kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 4. Sura ya 4. Nataka nikwambia kwamba unapokutana au Roho Mtakatifu anapojaa ndani yako, kuna vitu ni lazima viondoke kwenye maisha yako. Unapompokea Yesu akawa ndani yako, kuna mazingira lazima yafanye nini? Yabadilike. Anzia sura ya 4. Anzia mstari wa 15 au anzia mstari wa 10. Biblia inasema Yohana sura ya 4 Naomba tusikilize watu wa Mungu. mstari wa 10. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kuteka, hauna kitu cha kutekea, na kisima ni ni kirefu sana. Basi umeyapata wapi hayo maji? Unayapata wapi maji yaliyo hai? Hii ilikuwa ni mazungumzo kati ya mwanamke Msamaria kisimani na Yesu Kristo. Sawa? Ifahamike ya kwamba hao watu walikuwa wanaendelea taratibu zao za kiibada mahali fulani. Sawa? Kabla ambapo Yesu Kristo hajafika kuhubiria Injili. Na kumbuka ya kwamba Yesu anapofika mahali popote anageuza historia ya mahali pale. Kama atakutana na wewe, atabadilisha historia ya maisha yako completely. Yule mwanamke ambaye alikutana na Yesu kisimani alikuwa ni kahaba. Yule mwanamke alikuwa ni kahaba ambaye yeye alikuwa akiishi akitegemea wanaume. Malizia pita hapo, wengine waelewe hapo. Wanaume wapo hata huko, si ndio? Wanaishi maisha ya kutegemea kudanga. Wanaishi maisha ya kutegemea kuchepuka, alafu kuchepuka kwenyewe kwa waume za watu. Kwa yule mwanamke anakutana na Yesu pale kisimani. Yesu anamwambia, unipe maji ninywe. Unajua? Yule mwanamke akamwambia, kwa tamaduni zetu huwa haturuhusiwi kuchangamana na wewe. Wewe Myahudi unawezaje kuniomba maji ninywe?
kisasa kinasemaje, au Biblia ya Kiingereza inasema kama ungalijua zawadi. Haleluya. Kama ungalijua zawadi ya Mungu na ni nani ya kuambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye. Kwa nini? Kwa sababu yeye asemaye ndiye maji yaliyo hai. Maana yake kama utayanywa hautaona kiu tena kwa jina la Yesu. Sikiliza, huyu mtu nadhani ya kwamba alikuwa ana kiu ya nini? Hapana, yule mama alikuwa ana kiu ya uzinzi ambayo itakiwa kwake ale maji yaliyo hai yatakayoua kiu ya uzinzi kwa jina la Yesu. Yuko mwamba itoe maji yaliyo hai. Ukishambeba mama yeye maji yaliyo hai, anageuza tabia yako ya asili na kuwa kiumbe kipya kwa jina la huyu mama alikuwa anategemea kudanga, anategemea kuruka na waume za watu. Yesu akamwambia tatizo lako lipo kwenye kiu, wala sio kiu cha maji ya Dawasko, bali ni kiu cha maji yaliyo. Haleluya. Yesu anamwambia laiti ungelijua karama ya Mungu, una nani ambaye akuombaye maji umpe, ungaliomba yeye akupe maji yaliyo hai. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu yule mwanamke anabaki anamshangaa. Anamwambia wewe unatoa wapi chombo? Sikiliza. Yeye alikuwa na chombo chake kinachoitwa mtungi. Ambacho kwa kinatumia kubebea tabia tofauti tofauti. Haleluya. Ambacho kinatumia kubeba tabia za kichawi, tabia za uzinzi, ambacho kinatumika kubeba tabia za ulevi. Hicho chombo yakini hata mahali hapo wako watu ambao wanatembea na vyombo vimebeba roho za asili, zimebeba roho za uzinzi, zimebeba roho za uasherati, zimebeba roho za hasira. Kutana na Yesu ajaye ndani yako, uache mtungi wako, alafu ukaenda ukahubiri injili kwa jina la Yesu. Yule mwanamke yale mazungumzo yalipoendelea pale, Biblia inasema kwamba yule mwanamke akaacha mtungi wake pale. Haleluya. Alipouacha mtungi wake akaenda akaanza kuhubiri. Maana yake unapokutana na Yesu haubaki kama ulivyo, haubaki kama ulivyo. Haleluya. Kwa hiyo mwanamke amekiacha kibuyu chake akaamua kwenda kuihubiri injili. Kwa nini? Tayari ile kiu ya uzinzi imekwisha kuondoka kwa jina la Yesu. Kwa nini? Tayari ile kiu ya ulevi imekwisha kuondoka ndani yake. Nataka nikwambie kwamba inatakiwa niluke jeshi la wainjilisti mahali hapa, watakao kwenda kushuhudia kila mtaa wa Mbagala, kila mtaa wa Mbande, waitangaze injili wakiwa wamejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Wako wapi kina Petro wa zamani? Wako wapi kina Simeoni wa zamani? Wako wapi kina Yohana wa zamani? Akina Filipo waliowabatiza watu wanatakiwa leo wajazwe na nguvu za Roho Mtakatifu, waende Mbande wakawaambie vijana achane na ulevi, mtumikie Mungu aliye hai. Nataka nikwambie ya kwamba ukijawa na nguvu za Roho Mtakatifu utapenda hata baa, utawaambia kwamba pombe ni dhambi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Utajawa na ujasiri kwa jina la Yesu. Yule mwanamke alipoenda kwanza kuhubiri injili kule, nisome mstari wa 20 mpaka 25 tumalize hapo. 20:25. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Anakwambia Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu. Baba zao walikuwa wakienda kuabudu mahali fulani. Nani
husema ya kwamba huko Yerusalemu. Ngoja kwanza. Wakati fulani mama mmoja wa Ugindoni alikuwa akimuona Benadeta anakuja ibadani kila kutoka Jumapili. Siku moja anamwambia, nataka kwenda kuabudu napo. Wewe tatizo. Haleluya. Haleluya. Maisha ya mtu aliyejawa na nguvu za Roho Mtakatifu yanahubiri yenyewe kwa jina la Yesu. Hata mavazi yako yatakuhubiri wewe kwa jina la Yesu. Watu watatamani kuungana na wewe. Kwa nini? Kwa sababu ya Roho aliye ndani yako. Haleluya. Haleluya. Nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu. Nasema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki. Naomba usikilize hapa. Yesu anamwambia yule mwanamke, mama, unisadiki. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima. Hamtamwabudu Baba tena Maka wala Madina. Hamtakwenda kuhiji Maka wala Madina. Utamwabudu Bwana katika tutamwabudu Bwana katika roho. Sio kwenda wapi? Maka wala wapi? Watu wamekariri, si ndio? Wamezoea mazingira fulani kwamba kila kufika wakati fulani wanakwenda hija, kwenda kutafuta utakaso. Watu wa Mungu, utakaso wa kweli ni wewe kuyaishi maisha matakatifu na kubeba Roho Mtakatifu ndani yako kwa jina la Yesu, ambaye yeye atakufundisha. Yohana 14:26. Yohana 14:26. Inasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, kwa jina la Yesu, atawafundisha yote. Mawili, matatu, moja, atawafundisha yote yawapasayo kuyatenda, yote yawapasayo kuyaishi. Nataka nikwambie kwamba Roho Mtakatifu akiwa ndani yako hautatamani mume wa mtu. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako hautatamani binti wa watu. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako hautatamani mke wa mtu. Kwa nini? Kwa sababu atakwambia mke wa mtu ni dhambi, wala mume wa mtu ni dhambi. Kwa hiyo atakupenda nao. Na wakati mwingine unapotaka kwenda kutenda dhambi, Roho Mtakatifu anagonga kengele huko ndani, ila watu ni wabishi. Watu ni sikiliza, nikwambie, yaani dhamiri ya mtu inamwambia kabisa, wewe mbona uko ni shimoni, lakini twende, sema twende tu, si mara moja tu, si ndio? Si mara moja tu. Mtu mmoja anaitwa Daudi, katika watu ambao walikuwa ni vipenzi vya Mungu, Daudi ni mmoja wao. Haleluya. Yaani ukitoa Yesu ukatoa Musa, aliyefuata ni Daudi. Soma Biblia. Daudi alikuwa ni kipenzi cha Mungu kwa sababu ya roho ya toba. Alikuwa na tabia ya unyenyekevu mbele za Mungu. Kila wakati Daudi kusoma Zaburi, Daudi yote Zaburi analia. Yote analia. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi na makosa aliyokuwa akiyafanya, mengine na kusudi kabisa. Alichukua mke wa mtu, tena yule mwanaume akaua. Alipochukua mke wa mtu akazaa naye, wale watoto wake nao wakaja kufanya mambo ya
aligundua kwamba alikuwa uchi. Ni nini ambacho kwa tumeondoka kwa? Utukufu wa Mungu ambao ni Roho Mtakatifu wa Mungu aliondoka ndani ya Adamu. Haleluya. Na ndio maana Mungu hakumtumia tena Adamu kuanzisha kizazi cha nani? Cha waabudu halisi. Bwana Yesu asifiwe. Ila akaja akamtumia mtu anaitwa Seti. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 20 na 20 ngapi? 24. Haleluya, haleluya. Kwa watu wa Mungu, fanya vyote lakini mtunze Roho Mtakatifu ambaye yeye alikuja kama msaidizi wa kutufundisha na kutuelekeza na kutukanya na kutushauri katika yale ambayo yanatupasa kuyaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa tunapoadhimisha sikukuu ya Pentekoste, maana tunaadhimisha kuzaliwa ama uzinduzi wa kanisa. Haleluya. Na Roho Mtakatifu kujaa ndani yetu ili tuanze kufanya kazi ya Mungu. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu mchana wa leo. Roho Mtakatifu akajae ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna jambo lolote ambalo ulitenda likasababisha nguvu za Roho Mtakatifu kupungua ndani yako, leo Bwana kusamehe katika jina la Yesu Kristo. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, yamkini kuna dhambi niliyoitenda ikapelekea Roho Mtakatifu kupungua ndani yangu. Lakini leo Bwana, ninaomba msamaha, ninaomba rehema. Hebu tubu mbele za Bwana tu. Lakini nahisi kabisa kwamba sasa hivi sio kama wa zamani. Wakati ninaokoka sikuwa hiki, wakati ninaanza maisha ya wokovu sikuwa hiki. Leo nimejaa masengenyo, nimejaa maneno, nimejaa fitina, nimejaa suma. Bwana unisamehe. Yamkini masengenyo yalipelekea nguvu za Roho Mtakatifu kupungua ndani yangu. Yamkini ya ule ulevi na uzinzi ulisababisha Bwana nguvu za Roho Mtakatifu zimepungua ndani yangu. Ninaomba Bwana urejeshe ile hali yangu ya kwanza, urejeshe hali yangu ya kwanza. Nirejeshe Bwana furaha ya wokovu, unirejeshe Bwana neema mpya. Roho Mtakatifu arejee ndani yako. Wakati mwingine unaenenda kama mtu wa dunia, umesahau ya kwamba wewe ni mtakatifu wa Mungu. Hata watu wanaanza kuwatukana kwa matusi, watu wanaanza kujibishana nao kama mtu wa kidunia. Umekuwa ni mtu mwenye hasira, umekuwa ni mtu mwenye ghadhabu, umekuwa ni mtu mwenye majivuno. Roho Mtakatifu amepungua ndani yako. Jumapili ya leo Bwana arejeshe nguvu za ukeka ndani yako, arejeshe nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako. Utaanze kunena tena kama mtu aliyejawa na nguvu za Roho Mtakatifu. Upokee neema mpya leo, upokee nguvu za Roho Mtakatifu, upokee nguvu za Roho Mtakatifu. Yako mambo yanakushinda kwa sababu hauna ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu, zimepungua ndani yako. Na ndio maana naamua katika dhambi ya uzinzi. Kwa hiyo kwa sababu Roho Mtakatifu amepungua ndani yako, leo Bwana akupe neema, arejeshe roho ya mke, arejeshe nguvu zake, arejeshe uwepo wake, arejeshe uwepo wake. Lakini kuwa bize na kazi, majukumu ya kazi yamekufanya bize, hata nguvu za Mungu zimepungua ndani yako. Ibada unaziona za kawaida, watumishi wa Mungu unaona wa kawaida. Nataka leo uombe kwa unyenyekevu, umwambie Mungu, nirejeshe ile nguvu yako Bwana, unirejeshe nguvu yako Bwana. Rejesha ndani yangu Bwana, rejesha ndani yangu Bwana. Daudi akalia katika Zaburi ya 51 akisema, Bwana rehemu sawasawa na fadhili zako, unioshe nami nitakuwa safi. Wala Roho wako Mtakatifu usimwondoe ndani yangu. Hebu piga magoti mahali ulipo kwa unyenyekevu kabisa, umwambie tu Mungu, nisamehe Baba, utakase kanisa lako. Leo tunaona mazingaombwe, hatuoni udhihirisho wa nguvu zako Bwana, kwa sababu ya matendo yetu maovu, kwa sababu ya hasira zetu, kwa sababu ya chuki zetu. Leo washirika tunachukiana sisi kwa sisi, tunasema
uende pamoja na vijana, uende pamoja na mabinti ya Bwana, watabiri Bwana, watabiri Bwana, andiko lako litimie katika Yoeli 2:28. Baba, litimie ili andiko Bwana. Tunahitaji uamsho wa Injili, tunahitaji roho za kinabii Bwana. Tunashuhudia manabii makapeli wanaokula pesa za watu kwa kisingizio cha unabii. Wako watu wamebatizwa na manabii huko wakiambiwa toa 500 ili Mungu akuhudumie. Mungu anatoa bure wewe. Leo kwa jina la Yesu awatumie vijana mahali hapa kwenda kuinua kizazi ambacho kitaugeuza ulimwengu huu, kitahubiri injili ya kweli, kitahubiri injili ya kweli, kizazi ambacho kimetengenezwa na Bwana, kimeandaliwa na Bwana, kimelelewa na Bwana kwa maadili yake Bwana, kwa uwezo wake Bwana, kwa nguvu zake Bwana, kwa uwezo wake Bwana. Bwana ageuze maisha ya watu kupitia wewe mchana wa leo, ageuze maisha ya Tanzania kupitia wewe kwa jina la Yesu. Abadilishe historia za wafanyabiashara kupitia wewe kwa damu ya Kondoo. Abadilishe anza kunena kwa lugha, fungua ulimi wako wewe, tangaza kunena kwa lugha, nena kwa lugha. Biblia inasema kwamba wale watu wakaanza kunena kwa lugha nyingine, Waarabu wakasikia lugha yao, Wayahudi wakasikia lugha yao, Waebrania wakasikia lugha yao. Anza kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni ishara ya kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Usinyumbane, jiachie wala usiogope mtu, maana inasema katika Wakorintho ya kwamba anenaye kwa lugha ananena na Mungu moja kwa moja, ananena ya siri, ananena ya siri. Hiyo ni lugha ya mbinguni. Ajaye ndani yako mwanamke, ajaye ndani yako mwanaume, ukaenende kwa Roho, ukaenende kwa Roho. Akufundisha namna ya kuongea na mume wako, akufundisha namna ya kuongea na wazazi wako, akufundisha namna ya kuongea na watoto wako. Roho Mtakatifu, asante Bwana Yesu Kristo. Baba, praise and worship you. Praise and worship you, tumalize. Praise and worship you. Tuipe nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu ya kutamani. Bwana arejeshe furaha ya wokovu ndani yako. Bwana arejeshe furaha ya wokovu ndani yako. Bwana arejeshe furaha ya wokovu ndani yako. Uamsho mpya